Karibu tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia ambacho kinakuja kwako kila wiki kutoka hapa Tosi TV Network, na kama kawaida upo nami Baraka Tosi. Na leo tena tupo katika somo la 7 ambalo lina kichwa kinachosema wenyeji wa mbinguni. Kichwa kizuri kiasi gani? Na kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutupatia wasaa huu wa sisi kuweza kujifunza neno lako. Fungua akili zetu tuweze kuelewa kile ambacho unahitaji kutufundisha katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Naam. Fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Wafilipi 4. Wafilipi 4 fungu la 6, nalo limeandikwa, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Katika fungu hili kuna kanuni 3 kubwa ambazo tunaziona hapa. Kuna kusali, kuna kuomba, lakini pia kuna kushukuru. Kichwa cha somo letu kinasema wenyeji wa mbinguni, na hapa panatupa swali ya kwamba wenyeji wa mbinguni ni wapi hao? Ni akina nani? Lakini fungu letu la kukariri linakuja na jibu sasa la hilo swali, ambalo ni hizo kanuni 3 kuu, ya kwamba wenyeji wa mbinguni wana hizi kanuni 3. Yaani unapowatazama wana hizi kanuni 3. 1, wanasali kwa nguvu zote. Lakini 2, wanaomba, hawaachi kuomba. Lakini jambo la 3 kabisa, wanashukuru. Na fungu letu hili linasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Nini ambacho kinamaanishwa hapa? Katika dunia hii ambayo imejawa huzuni, imejawa karaha, imejawa shida, watu wakipitia changamoto mbalimbali, kanuni hizi 3 ni maalumu kwa mtu yoyote ambaye anatangaza ya kwamba mimi sio mwenyeji wa dunia hii, bali mimi ni mwenyeji wa mbingu. Ya kwamba anapaswa kusali, anapaswa kuomba, na anapaswa kushukuru kwa kila kitu ambacho Mungu anamfanyia au kwa kila kitu ambacho anakipitia. Na wakati mwingine ni ngumu kufanya hivyo, kwamba unapitia changamoto, unapitia huzuni, unapitia shida, unapitia mambo mengi ambayo yanafadhaisha moyo, lakini wewe unatakiwa kufanya hivi vitu vitatu. Wakati mwingine ni ngumu sana, lakini tunaambiwa ili uweze kuwa mwenyeji wa mbinguni, yani uweze kuwa mgeni katika hii dunia, lakini wenyeji wako ubaki kuwa mbinguni, lazima uwe na hizi kanuni 3. Lazima uthibitishe ya kwamba umeyaweka maisha yako ya sasa na maisha yako ya baadaye mikononi mwa Mungu. Juma hili tunaangalia hitimisho la kitabu cha Wafilipi, na tunaangalia Wafilipi 3 na Wafilipi 4. Na hapo tunaangalia namna ambavyo Paulo anawasisitiza hawa Wafilipi ya kwamba wanatakiwa wadumu katika hizi kanuni kuu 3, ya kwamba hatimaye baada ya mambo yote ambayo amewafundisha hawa Wafilipi, wanatakiwa wagundue ya kwamba kanuni 3 kuu ndizo zinazobeba mafundisho yake yote. Na kanuni ya kwanza ikiwa kusali, kanuni ya 2 ikiwa kuomba, na kanuni ya 3 ikiwa kushukuru. Na hata kama changamoto nyingi zitatokea kwao hawa Wafilipi, wanatakiwa wabaki kuwa na furaha kwa kugundua ya kwamba haya mambo matatu yanathibitisha wenyeji wao katika mbingu na sio katika dunia hii. Juma hili tutaangalia mada kadha wa kadha, na mada ya kwanza tutaangalia mifano ya kuigwa, lakini pia tutaangalia kusimama imara katika Bwana, lakini pia tutaangalia kufurahi katika Bwana siku zote, lakini pia tutaangalia kuyatafakari haya
na hatimaye tutaangalia mambo muhimu kwa ajili ya kuridhika. Mambo muhimu kwa ajili ya kuridhika. Na tukianza na mada ya kwanza kabisa, hapa tunaangalia mifano ya kuigwa. Mifano ya kuigwa. Kwa namna moja au nyingine, kila mtu katika hii dunia, yeye ni mfano wa kuigwa na watu wengine. Yawezekana ni marafiki ambao upo nao, yawezekana ni ndugu ambao upo nao, wewe unaweza ukawa mfano wa kuigwa. Sasa changamoto inabaki ya kwamba wewe ni mfano mzuri au mbaya wa kuigwa. Tunapoongelea hili swala la kuwa mfano wa kuigwa katika familia, tunaona ni jambo la muhimu sana, hasa tunapoongelea mifano ya kuigwa kwa watoto. Watoto wanaiga kila kitu au 90% ya vitu ambavyo wazazi wao wanafanya. Kama ni vitu vizuri, basi watoto wataiga vitu vizuri, na kama ni vitu vibaya, basi watoto pia wataiga vitu vibaya. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba katika dunia ya leo, vyombo vya habari, tukiongelea simu, tukiongelea kompyuta, tukiongelea television na internet kiujumla, imesheheni mifano mingi ambayo ni ya kusikitisha au ni mifano mibaya ya kuigwa, na hasa imejawa tabia mbaya au tabia hafifu au tabia za kusikitisha za watu mashuhuri. Na hizo ndizo ambazo zina trend katika mitandao ya kijamii, katika television na katika maeneo yoyote ambayo yanaweza kupatikanika kwa habari mbalimbali, ikiwemo magazeti. Na hiyo tunaongelea leo, lakini hata kwa Wafilipi, unaweza kusema Wafilipi hawakuwa na internet, hawakuwa na television, hawakuwa na simu, hawakuwa na vitu kama hivi. Lakini wao pia hawakuwa na hivyo vitu, lakini walikuwa na mifano mbalimbali ambayo wangeweza kuipata kutokana na watu maarufu katika kipindi hicho. Kwa hiyo changamoto nyingi ambazo zilikuwa ni tabia hafifu au tabia za kusikitisha za watu hafifu katika kipindi hiki cha Wafilipi, zingeweza kuigwa kama wasingejikita katika kufuata mambo yale yote ambayo walikuwa wamefundishwa, au yale mambo ambayo Paulo amewaelekeza na amewaambia kupitia waraka mbalimbali. Kwa hiyo leo hii tumekumbwa na jamii ambayo imejawa upotovu, ufisadi na uovu sana. Sisi pia tunaweza kuwa mifano mizuri ya kuigwa kwa kutokuwa na tabia au kaida kama hizi za upotovu, ufisadi na uovu. Unaposoma katika kitabu cha Wafilipi 3 fungu la 17 hadi 19, kuna mifano mizuri na mibaya ya kuigwa hapa ambayo inaelezwa katika kifungu hiki. Hebu tuangalie. Neno la Mungu linasema, ndugu zangu, mnifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kufuata mifano tuliyowapa ninyi. Maana wengi huenenda, ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao uko katika fedhea, waniao mambo ya duniani. Anaendelea kusema, kwa maana wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi, Bwana Yesu Kristo. Na furahi Paulo anavyoeleza hapa, anasema ni adui wa msalaba. Sio kwamba ni adui wa dini, au hawa watu ni adui wa Paulo, au kwamba hawa watu ni adui wa hawa wa Filipi. La hasha, anasema hawa watu ni adui wa msalaba wa Kristo. Kumbe pale ambapo tunaamua kuendekeza tamaa, kwa sababu tunaambiwa hawa watu Mungu wao ni tumbo, na tunapoongelea tumbo tunaongelea tamaa. Yani wao wanapenda tamaa katika mambo ya mwili, katika mambo ya kuburudisha tu mwili, na kwa hakika wanakuwa
maadui wa msalaba. Kwa hiyo Paulo anawaeleza ya kwamba hawa ni maadui wa msalaba. Kumbe tunapoendekeza tamaa, tunapoenda tofauti na yale ambayo ni matakwa ya Mungu, kwa kuendekeza upofu, kwa kuendekeza ufisadi, kwa kuendekeza uovu, tunakuwa maadui wa msalaba, na sio maadui tu wa kanisa la Mungu. Tunakuwa maadui wa Mungu mwenyewe. Tunaposema msalaba, hatumaanishi msalaba tu, yani mti kama mti. Tunamaanisha kifo cha Kristo. Tunakuwa tunaichukia kafara ya Kristo. Tunakuwa tunatamani kumsulubisha tena Kristo, kwa sababu hatuoni faida yoyote katika kile ambacho alikifanya. Kwa hiyo tunapojiepusha na vitendo hivi vibaya, tunaepuka kumrudisha Kristo mara ya pili pale msalabani, kwa kutesa juhudi zake na kuonesha juhudi zake hazina maana. Kwa hiyo tuepukane na hivi vitu, na njia ya kujiepusha hivi ni kuangalia sana wale ambao wanafanya haya na kuepukana nao, kutokuwa mifano, yani kutokuwa mifano ya kuiga. Tusije tukawaiga, kwa sababu tutakapowaiga tutakuwa mifano kwa wengine. Kwa hiyo ili kuzuia hiyo chain au huo mnyororo ambao utaendekeza kurithisha sifa mbaya kwa watu wengine, ni kwa kuepukana na kuwaiga watu ambao wanaenenda katika matendo kama hayo. Mada nyingine inasema kusimama imara katika Bwana. Paulo anawasisitiza pia Wafilipi kusimama imara katika Bwana, na anaendelea kusema kwa maana wenyeji wetu uko mbinguni. Yani haya maneno ya wenyeji wetu uko mbinguni ameyasema sana katika sura hizi mbili za Wafilipi 3 na Wafilipi 4. Unaposoma katika kitabu cha Wafilipi 3 fungu la 20 na 21, anasema kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo uweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Napenda namna ambavyo Paulo anaeleza ya kwamba ana uwezo au anaweza wa kutiisha vitu vyote viwe chini yake. Kumbe kuna changamoto ambazo tunazipitia, kuna shida ambazo tunaziona zinakuja katika maisha yetu. Yatupasa tugundue ya kwamba Mungu ana uweza wa kuvitiisha vitu vyote kwa sababu viko chini yake. Na kuna utofauti hapa ambao Paulo ameueleza, na niliusoma katika kile kitabu cha Wafilipi 3 fungu la 19 hapo na nyuma kidogo, ya kwamba kuna utofauti ya watu wanaopenda dunia na watu ambao ni wenyeji wa mbinguni. Tunaambiwa sisi wenyeji wetu upo mbinguni. Kwa hiyo wale wanaopenda dunia wana sifa gani, na utofauti wa hao na sisi ni upi? Moja, Mungu wao ni tumbo. Tamaa zimewajaa, ufisadi umewajaa. Kama wana haya yote, yanawawekea alama ya kuwaondoa kuwa wenyeji wa mbinguni na kuwa wenyeji wa duniani. Kwa hiyo hata mimi leo kama nitaachana na safari hii ya kwenda mbinguni na kuamua kuendekeza ufisadi, kuendekeza tamaa, basi nitakuwa nimetangaza ya kwamba mimi ni mwenyeji wa dunia. Kwa hiyo hata wewe ndugu mpenzi mtazamaji unayenisikiliza na kunitazama muda huu, kama unahitaji kuwa mwenyeji wa mbinguni, ni lazima usimame waziwazi pasina uoga wowote na utangaze waziwazi kwa dunia ya kwamba wewe hautaki kuendekeza ufisadi, hautaki kuendekeza tamaa, na ya kwamba wewe ni mwenyeji wa mbinguni, kwa sababu hatimaye unatamani kurithi uwenyeji wako ambao kwa muda mfupi ni kama unaonekana umeondolewa. Na kwa hatimaye hizi shida ambazo tunaziona tunazipitia na zinazotufanya tutamani kuendelea kubaki kuwa wenyeji wa dunia, tunaambiwa hatimaye zitakoma
na ili zikome ni lazima tusimame imara katika Bwana, kama hii mada ndogo inayosema simameni imara katika Bwana. Tutakaposimama imara katika Bwana, tutadhihirisha wazi wazi ya kwamba sisi ni mwenyeji wa mbinguni. Kuna mada nyingine inayosema furahini katika Bwana siku zote. Furahini katika Bwana siku zote. Unaposoma katika kitabu cha Wafilipi 4 fungu la 4 hadi la 7, neno la Mungu limeandikwa, furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Msijisumbue kwa neno lolote. Na tunaambiwa kwanza yatupasa tuanze kwa kufurahi katika Bwana siku zote. Baada ya Paulo kuongelea umoja katika hizi sura za nyuma, baadaye anakuja kuongelea masuala ya kufurahi katika Bwana. Na tunawezaje kufurahi katika Bwana? Siri kubwa ya kufurahi katika Bwana ni kutokujisumbua, kama ambavyo hili fungu linaeleza ya kwamba ili uweze kufurahi katika Bwana lazima ufanyaje? Usijisumbue kwa neno lolote, lakini kwa kusali, kwa kuomba na kushukuru. Utakapofanya hayo mambo yote, shida ambazo unazipitia, changamoto ambazo unazipitia, utaziona tu ni za muda kitambo, kwa sababu Mungu ametuambia tunapokuwa katika yeye hatutakuwa na huzuni, bali tutafurahi. Huzuni ambazo tunazipitia zitaonekana hazina maana, kwa sababu furaha au kile ambacho Mungu anatupatia ni kikubwa kuliko hizo changamoto, kuliko hata hizi huzuni ambazo tunazipitia. Neno msijisumbue katika neno lolote limejawa sana katika Agano Jipya. Tunaona katika kitabu cha Mathayo, Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba msijisumbue kwa neno lolote, kwa sababu Bwana atawajazi. Kwa hiyo mdumu kumtumaini yeye, muamini katika ahadi zake, kwa sababu yeye ahadi zake ni za kweli. Na si hivyo tu, Petro katika Petro wa kwanza 5 fungu la 7, Petro pia anaeleza ya kwamba kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Hii ni ahadi kubwa kwetu ya kwamba tunapoona changamoto zinakuja ni kwa ajili ya kutuimarisha, na tusijisumbue kwa ajili ya hizo changamoto, bali kwa kuomba, kwa kusali na kushukuru, kwa sababu yeye anajishughulisha sana na changamoto ambazo sisi tunazipitia. Kuomba ni jambo la muhimu sana. Kusali ni jambo la muhimu sana, na kushukuru ni jambo la muhimu sana, kama tunahitaji kufurahi katika Bwana siku zote. Kuna mambo matatu ambayo huenda hatuyazingatii, ndio maana hatupati au tunaona kila siku Mungu hayajibu yale ambayo tunamuomba yeye. Kwanza, hatuombi. Yaani hatuombi kwa nguvu. Tunaomba leo, kesho hatuombi, tunaacha. Lakini neno la Mungu linatuambia ombeni bila kuchoka, na kila mtu anayeomba bila kuchoka hataacha kupewa, kwa sababu Mungu anajishughulisha sana na mambo yetu. Lakini jambo la pili ni kwamba maombi. Jambo la kwanza ni kuomba, lakini jambo la pili ni maombi. Maombi yetu yakoje? Tunayawekaje maombi yetu? Jambo la tatu ni mapenzi ya Mungu. Je, haya maombi yetu yanaendana na mapenzi ya Mungu? Kwa hiyo jambo la kwanza ni kitendo cha kuomba. Ya kupasa uombe, lakini unaomba nini? Maombi yako yakoje? Hilo ndo jambo la pili, maombi. Maombi yetu yakoje? Jambo la tatu, yanaendana na mapenzi ya Mungu. Tutakapohakikisha haya mambo yote matatu yanaendana na vile Yesu Kristo alivyotufundisha, namna ya kuomba katika sala ya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe.
sala ambayo Yesu aliwafundisha wanafunzi wake. Yatakavyoendana hivyo, Mungu hataacha kutimiza haya yote kwa ajili yetu. Mada nyingine inasema yatafakarini haya. Unaposoma katika kitabu cha Wafilipi 4 fungu la 8 hadi la 9, kuna mambo mahususi hapa ambayo Paulo anawasihi ya kwamba nimewafundisha mengi, nimewaeleza mengi, lakini kuna haya mambo 6 ambayo nahitaji muyatafakari haya, na mtakavyo yatafakari haya, basi mtakuwa salama na mtadhihirisha wazi wazi ya kwamba nyie ni wenyeji wa mbinguni. Katika Wafilipi 4 fungu la 8 na la 9, neno la Mungu linasema, hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, yote yaliyo ya staha, yote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Haya ni mambo 6 ambayo Paulo anayasema, na anaendelea, hajaishia hapo, kwa sababu huenda yakaleta mkanganyiko. Akaendelea kusema mambo mliojifunza kwangu. Kwa hiyo sio katika mambo mengine, no, katika mambo mliojifunza kwake na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Kuna mambo 6 hapa ambayo anayasema huyo Paulo. 1, mambo yaliyo ya kweli, sio ya uongo. Katika mambo yote ambayo amewafundisha, katika mambo yote ambayo tumejifunza tangu somo la kwanza hadi hili somo la 6, sasa tupo katika somo la 7, yote yaliyo kweli. Na tunaposema yote yaliyo kweli, si katika kweli tu za kawaida, ni kweli ambazo Yesu alizisema, lakini yote yenye staha, jambo la pili, lakini yote ya haki, jambo la 3, yote yaliyo safi, jambo la 4, 5, yote yenye kupendeza, na 6, yenye sifa njema. Tunaposema yaliyo ya kweli, ni kama nilivyokuambia, kama zile kweli ambazo Yesu Kristo ambavyo amesema, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ni kweli. Lakini staha, tunaposema staha tunamaanisha sifa ya mtu binafsi, tabia njema, yote yenye tabia njema, yote yenye sifa njema. Lakini yote yenye haki, hii maanisha sifa ya Mungu, kwa sababu sifa ya Mungu ni haki. Lakini pia yote yaliyo safi, yote ambayo yanatokana na usafi wa kweli, usafi wa haki ya Mungu. Yote yenye kupendeza, tunapoongelea kupendeza tunaongelea uzuri wa kisanaa, na huu unaonekana katika uumbaji wa Mungu. Na yote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote katika hayo, yatafakarini hayo. Haya mambo kama tutayachukua katika maisha yetu na tukaamua kuyaishi, kwamba kila siku unapoamka unasema, leo nahitaji kutafakari mambo ya kweli, mambo yenye staha, mambo yenye haki, mambo yaliyo safi, mambo yenye kupendeza, na mambo yenye sifa njema. Kwa kweli maisha yetu yatakuwa safi, na kwa hakika tutakuwa wenyeji wa mbinguni wa kweli. Lakini tofauti na hapo, tutakuwa tunaongea uongo, na uongo ambao sio vile ambavyo Mungu anatufundisha kuishi, kwa sababu Mungu anatuishi tusiwe na maisha ya udanganyifu, bali maisha ya kweli. Mada ya mwisho kabisa inasema mambo muhimu kwa ajili ya kuridhika. Mambo muhimu kwa ajili ya kuridhika. Wakati hali mbaya zinapotokea katika maisha yetu, yawezekana ikawa njaa, ugonjwa, jeraha au hasara yoyote, mara nyingi tunakimbilia ku, kuona kama Mungu hatujali, au tunaona kama Mungu
hayupo nasi au Mungu ametuacha. Lakini tunasahau kile ambacho kilimtokea Ayubu, lakini kile ambacho kiliwatokea wakina Paulo na wanafunzi wa Yesu pale walipokuwa hata wakisambaza Injili. Unaposoma katika kitabu cha Wafilipi 4 fungu la 10 hadi 13, kuna mambo muhimu ambayo Paulo anayafunua ambayo yanampasa kila muamini ambaye anamwamini Mungu kwa ajili ya kuridhika na kwa ajili ya kumfanya awe na furaha. Ni katika Wafilipi 4 fungu la 10. Neno la Mungu limeandikwa, nalifurahi sana katika Bwana, kwa kuwa sasa mwisho mmehuisha tena fikira zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina uhitaji, maana nimejifunza kuwa radhi kwa hali yoyote nilionayo. Najua kuridhiwa, tena najua kufanikiwa katika hali yote au katika hali yoyote, na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Na fungu la 19 imeandikwa, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Nini ambacho Paulo anakifundisha hapa? Anamaanisha katika safari ya kwenda mbinguni au katika maisha ya Kristo, sio kwamba maisha yako siku zote yatakuwa tambarare. Kuna wakati utapata njaa ili ukumbuke ya kwamba Mungu ndiye anayepaswa kurudiwa ili aweze kukupatia chakula. Kuna nyakati kama wewe ni mpangaji wa chumba, utafukuzwa ili kwamba umkumbuke Mungu akupatie nguvu na uwezo uweze kujenga nyumba yako. Kuna nyakati ambazo utapelekwa utumwani kama Yusufu alivyouzwa kwa Ishmael, lakini Mungu alikuwa anampeleka huko ili aweze kumfanya siku moja aweze kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo hata wewe kuna wakati utapelekwa utumwani, utaachwa, ndugu zako watakusaliti, lakini ili uweze siku moja kusimamishwa na kuwa mtu mkubwa katika eneo ulilopo. Lakini si hivyo tu, wakati mwingine utapelekeshwa na ugonjwa. Yaani kuna wakati mwingine ugonjwa utakupelekesha vibaya mno kama Ayubu, lakini ili uweze kuwa tajiri mashuhuri zaidi kama alivyokuwa yeye. Kwa hiyo usiilaumu siku yako, wala usione siku zako ambazo zina shida ya kwamba siku zako ni za huzuni. Ni muda tu mfupi. Mungu anahitaji udumishe imani yako kwake ili aweze kuonyesha baraka nyingi ambazo hazijadhihirika bado katika maisha yako. Kuna ahadi nyingi ambazo Mungu anazitoa katika Biblia. Tukianza na Zaburi 23 fungu la 1, anasema, Bwana ndiye mchungaji wako na kwa kweli hautapungukiwa na kitu. Lakini Mathayo 6 fungu la 32, neno la Mungu limeandikwa, Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Na kama anajua ya kwamba unahitaji hayo yote, hata kuacha uyakose. Unachotakiwa kukifanya ni kuendelea kumuomba na sio kukata tamaa. Lakini Petro wa kwanza 5 fungu la 7 anasema, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Na hadi ya mwisho kabisa ni katika Wafilipi 4 fungu la 19 ambayo inasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Je, mambo hayo ambayo yanakutatiza kichwani mwako, ambayo kila siku unamuomba lakini unaona kama hajibu, je, ni mazito kuliko yale ambayo Ayubu aliyapitia? Ni mazito kuliko yale ambayo Musa aliyapitia katika kuwaongoza wana wa Israeli kwa miaka 40? Kazini kwako unaona wafanyakazi wanakusumbua. Je, unamzidi Musa, kiongozi aliyeongoza watu waliotaka kumuumiza na kumpiga kwa miaka 40?
Mungu anakuahidi leo ya kwamba tatizo lako si zito, si kubwa kuliko vile ambavyo anaweza kukuokoa au vile anavyoweza kukufanyia. Lakini jambo linalosikitisha ni kwamba hatupati kwa sababu hatuombi. Na Yakobo 4:2 anasema kabisa ya kwamba hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Hauwezi ukaomba wokovu, yani Mungu akuokoe na asikupe. Hauwezi ukaomba ujasiri na kushiriki imani yako na wengine alafu Mungu asikupatie. Hauwezi ukaomba msamaha kwa ajili ya dhambi zako na Mungu asikusamehe. Hauwezi ukaomba nguvu ya kutii amri za Mungu na Mungu asikuwezeshe. Hauwezi ukaomba hekima kwa ajili ya hali zenye changamoto na Mungu asikupe. Na hatimaye hauwezi ukaomba kuelewa neno la Mungu na Mungu ashindwe kukufungulia ili uweze kuzifahamu kweli hizo. La hasha. Omba, usiache kuomba, na Mungu anasema hataacha kukujazi. Mwisho kabisa nahitaji kusoma nukuu fupi hapa kutoka katika kitabu cha That I May Know Him ambacho kimeandikwa na Ellen G. White, ukurasa wa 224. Imeandikwa, Mungu anajua mahitaji yetu na ameyatimiza. Bwana ana hazina ya mahitaji kwa ajili ya watoto wake, na anaweza kuwapa kile wanachohitaji kwa hali zote. Basi kwa nini hatumtumaini? Amewapa watoto wake ahadi za thamani kwa sharti la utii wa kweli kwa sheria zake. Hakuna mzigo asiyoweza kuondoa. Hakuna giza asiloweza kufukuza. Hakuna udhaifu asiyoweza kubadili kuwa nguvu. Hakuna hofu asiyoweza kutuliza. Hakuna tamaa ya kitu bora asiyoweza kuelekeza au kuthibitisha. Hatupaswi kujitazama wenyewe. Kadiri tunavyotafakari zaidi mapungufu yetu wenyewe, ndivyo tunavyopungukiwa na nguvu za kuzishinda. Mungu anahitaji leo udumishe imani yako kumtumaini yeye. Je, utajitoa kikamilifu? Kama unatangaza kujitoa kikamilifu katika kuamini ahadi zake na ya kwamba unaamini ya kwamba yeye ndiye atazitimiza hizo ahadi zake kwako, basi tuombe pamoja pale tunapoelekea kufunga. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa kuwa umetuonyesha kweli nyingi ambazo unahitaji kuzifungua katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa kuwa umeeleza ahadi nyingi ambazo zinaonyesha wazi ya kwamba wewe unafikiria juu ya matatizo yetu sana na uko tayari kutuokoa. Na changamoto yetu kubwa ni kwamba hatukuamini au imani yetu ni ndogo na juhudi zetu zimepungua. Tuwezeshe tudumu kukutumaini wewe na kutumaini katika ahadi zako. Tunaamini utatimiza haya yote katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi Mungu akubariki sana, na mpaka wakati mwingine tena. Ikiwa hizi video zinakubariki na zinakutia nguvu, usiache kushiriki na watu wengine. Share na watu wengine. Uwe mwinjilisti wa kidijitali kuhakikisha kwamba watu wengine wanapata jumbe hizi. Asante. Mungu akubariki.